linaloitwa Mkristo na maisha ya maombi. Mkristo na maisha ya maombi. Na andiko letu la msingi limekuwa ni kitabu kile cha Wathesalonike wa kwanza sura ile ya 5 na mstari ule wa 17. Wathesalonike wa kwanza mlango wa 5 na mstari ule wa 17. Mkristo na maisha ya maombi. Biblia inasema ombeni bila kukoma. Ombeni bila kukoma. Pray without ceasing. Ombeni bila kukoma. Tulipokuwa katika mwanzo wa somo hili, tulianza kuangalia mambo ya muhimu kila Mkristo kufahamu kuhusu maombi. Na tukaona jambo la kwanza ambalo ni jambo la msingi na jambo la muhimu kila mtu aliyemwamini Yesu kufahamu kuhusu maombi ni moja. Maombi ni elimu muhimu ambayo kila Mkristo anapaswa kujifunza na kukua katika ufahamu sahihi utakaomwezesha kuomba. Tuliona ya kwamba maombi ni elimu muhimu ambayo kila Mkristo anapaswa kuwa nayo na kuendelea kujiongezea ufahamu katika jambo hilo ili aweze kuomba. Na tukaona pale namna ambavyo kwenye kitabu kile cha Luka 11 na mstari ule wa kwanza, Biblia inaonesha kwenye Luka 11 mstari ule wa kwanza, wakati ambapo Yesu alikuwa akiwa katika hali ya maombi kama maisha yake, wanafunzi wake walipomuona wakamwambia, mwalimu, utufundishe na sisi kuomba kama Yohana alivyowafundisha wanafunzi wake kuomba. Mara nyingi kwenye makanisa mengi Wakristo wamekuwa wakihimizwa na kusisitizwa kuonekana kwenye maombi, jambo ambalo ni zuri na ni jambo ambalo Mungu anatutazamia na kulitarajia kuona tunafanya. Lakini walio wengi hawajafundishwa nini wanapaswa kujua, nini wanapaswa kuzingatia, nini hawapaswi kufanya wanapokuwa kwenye ishu ya maombi. Bidii yetu ya kuwahimiza watu kuomba haiwezi kaleta matokeo kwenye maisha yao endapo hawana ufahamu sahihi wa neno la Mungu, wa namna gani wanapaswa kuomba. Mungu ni vitu gani anavyovizingatia na kuviangalia ili viweze kuachilia matokeo katika maombi anayoyaomba mtu. Ni jambo la msingi sana kuwa na ufahamu. Na naomba nikwambie jambo jingine litakalo kusaidia. Ulimwengu wa roho unatawaliwa na kanuni za ufahamu katika neno la Mungu ili Mungu kuachilia matokeo ambayo mtu anataka kuwa nayo. Ulimwengu wa roho unatawaliwa na kanuni za ufahamu wa neno la Mungu ambazo ndizo zinazoamua matokeo ambayo mtu atakuwa nayo kwenye maisha. Kadiri unavyojua sana kwa habari ya Mungu, kadiri unavyolielewa sana neno la Mungu, ndivyo unavyoweza kufanya mambo kwa usahihi sana yatakayoruhusu kupata matokeo ambayo Mungu amesema kwenye neno lake. Ni jambo la msingi. Wanafunzi wa Yesu wakamwambia, mwalimu, utufundishe kuomba. Lakini tukagundua jambo jingine, tukasema ufahamu wetu kuhusu maombi hauna faida kwenye maisha ikiwa hautuleti kwenye maamuzi ya kuamua kuomba. Ongezeko la ufahamu, maandiko na kujua mambo mengi kuhusu maombi ni jambo zuri kabisa, lakini haliwezi kuwa na faida kwenye maisha yetu kama halituleti kwenye uamuzi wa kuamua kuomba. Kwenye eneo la maombi kuna aina mbili za Wakristo au aina tatu. Aina ya kwanza ni Wakristo wenye ufahamu kuhusu maombi lakini ni wavivu kuomba. Wakristo wenye ufahamu kuhusu neno la Mungu kwa habari ya maombi lakini ni wavivu kuomba. Kundi la pili ni Wakristo wenye bidii katika kuomba lakini wana ufahamu wa chini wa neno la Mungu ambao ndio unaoamua majibu ya maombi ya mtu kwa Mungu. Changamoto ya pili hiyo.
Na kundi la tatu ni wale ambao wanaufahamu wa neno la Mungu, wanabidii katika kuomba na wana matokeo ya maombi wanayoomba. Natamani Mungu atusaidie tuwe kwenye kundi hili la tatu ambalo ndilo Mungu anatamani tuwe kwenye maisha yetu. Okay. Tuliendelea mbele zaidi, tukaangalia hapo maandiko mengi kadhaa yenye uwezo wa kutusaidia. Tukaiona jambo la pili ambalo kila Mkristo anapaswa kufahamu, au kweli ya pili kwa habari ya maombi, ni kwamba maombi ni utamaduni wa maisha ya kila muamini kwenye ufalme wa Mungu. Kuomba ni utamaduni wa maisha yetu, ni sehemu yetu kama watu tuliookoka, na muasisi wa imani yetu Yesu Kristo alijenga msingi huo. Alikuwa ni mtu wa maisha ya maombi. Hatutarajii mtu aliyeokoka, Mkristo ambaye amemwamini Yesu, asiwe mtu wa maisha ya maombi. Mungu anatutazamia na kututarajia kwenye kila siku yetu kuona tunapatikana mbele zake kwa njia ya maombi na kujifunza neno lake. Na naomba nirudie tena kwa msisitizo mkubwa wanangu. Iko hivi: hakuna mtu ambaye yupo bize kwa kiwango cha kukosa muda wa kupatikana mbele za Mungu kwenye siku yake. Hayupo. Hakuna mtu ambaye yuko bize, yupo na majukumu mengi kwa kiwango cha kukosa muda wa kupatikana mbele za Mungu kuomba. Hayupo. Mambo makubwa mawili yanawafanya Wakristo wengi kukosekana mbele za Mungu katika siku yao kwenye maombi. Mambo makubwa mawili ndio ambayo yanawafanya Wakristo wengi kukosekana mbele za Mungu kwenye siku yao kwa njia ya maombi. Jambo la kwanza ni Mungu kutokuwa kipaumbele kwenye maisha yao. Mungu au Yesu kutokuwa kipaumbele cha kwanza kwenye maisha yetu. Kwa nini? Watu wote duniani wana masaa 24, na mtu ambaye anasema anakosa muda wa kuomba ana muda wa kufanya mambo mengine yanayohusu maisha yake. Kwa hiyo tunagundua muda huwa hautoshi, ila tunavipa vitu nafasi kwenye maisha yetu kwa kadiri ya umuhimu ambao tumevipa kwenye mioyo yetu. Tunaelewana, kanisa la Mungu? Tuache sababu za kipuuzi za kujitetea. Unajua, majukumu yangu ni mengi, shughuli zangu ni nyingi, siwezi nakosa muda wa kuomba, narudi nikiwa nimechoka. Maisha hayajawahi kumpa mtu muda wa kutosha, ila tunavipa vitu nafasi kwenye muda wetu kwa kadiri ya umuhimu wake kwenye mioyo yetu. Tumesema sababu ya kwanza inayowafanya Wakristo wengi kukosekana katika eneo la maombi katika siku yao mbele za Mungu ni Mungu au Kristo kutokuwa kipaumbele cha kwanza kwenye ratiba zetu na mambo yetu. Sawa eh? Sababu ya pili ni kudhani ya kwamba bila Mungu tunaweza kufanikisha mambo yetu. Kinaitwa kiburi cha uzima. Kudhani ya kwamba hata bila Mungu tunaweza kufanikisha mambo yetu. Naomba niwaambie kitu wanangu. Iko hivi: kila wakati tunapochagua kuomba, tunapochagua kumshirikisha Mungu mambo yetu, tafsiri yake tunamwambia Mungu, sisi bila wewe hatuwezi. Tunahitaji msaada wako, tunahitaji neema yako. Tukienda wenyewe tunaweza tukaenda, lakini hatutaenda mbali sana. Tukienda wenyewe tunaweza tukafanikisha, lakini sio kwa kiwango kilichokusudiwa. Tunakuhitaji kwenye mambo yetu. Kutokuomba ni kiwango cha juu kabisa cha kiashiria cha kiburi cha uzima ndani ya mtu. Maana yake unasema hata bila Mungu ishu zangu zinaweza zikanyooka na mambo yakatokea.
Mwambie mwenzako usijidanganye, ni swala la muda tu. Kwa hiyo maombi tuliona ya kwamba ni sehemu ya utamaduni muhimu katika ufalme wa Mungu. Na nisikilize, utamaduni wa watu fulani kwenye jamii yao umebeba utambulisho wao. Waliookoka miaka ya nyuma wanaelewa. Watu walipokuwa wakituona watu tuliookoka, walikuwa wanasema watu wanaolia. Walitutambua kama watu wa maombi. Tutakubaliana mzee Mose na mama, si ndio? Yaani watu walijua ya kwamba sisi ni watu wa kukaa magotini kumtafuta Mungu. Na tuliona fahari kujulikana hivyo. Leo uzungu umekuwa mwingi. Watu wanahisi ni kama ukijihusisha sana na maisha ya maombi ni kama muda unaopoteza. Muda wa mtu na Mungu sirini umebeba uwezo wa kuachilia matokeo makubwa ambayo muda na watu hadharani hauwezi ukakupa. Umesikia? Andika jambo hilo litakusaidia. Muda wa mtu na Mungu sirini umebeba uwezo wa kusababisha matokeo makubwa ambayo muda wa mtu na watu hadharani hauwezi ukampa. Nakumbuka mwaka 2010 wakati Mungu ameanza kuzungumza nami na kunisisitiza kuwa mtu wa kukaa na kupatikana mbele zake, aliniambia jambo hili: kadiri utakavyotumia muda wako na mimi sirini, ndivyo utakavyoona madhihirisho ya nguvu zangu hadharani. Kadiri utakavyowekeza kwenye muda wako na mimi sirini vya kutosha, ndivyo utakavyoona madhihirisho ya nguvu zangu hadharani. Kwa hiyo nikajua, ili niwe mtu wa nguvu za Mungu, ili niwe mtu mwenye neno la kufaa wengine, ni lazima nikubali kulipa gharama ya kupatikana sana mbele zake kuliko ninavyopatikana nikiwa na watu wengine. Mtumishi wa Mungu yeyote anayetumia muda mwingi na watu na kuwa na muda mchache na Mungu atakuwa mwepesi sana anaposimama mbele za watu. Mwepesi sana. Ngoja niwaambie wanangu, iko hivi: kadiri tunapohusiana na Mungu sirini, ndivyo tunavyopokea nguvu ya uwezesho yenye kutuwezesha kufanya mambo na vitu vikatokea hadharani. Ni kama sola. Kadiri inavyokaa kwenye jua ambacho ndio chanzo cha asili ya nguvu yake, ndivyo inavyoweza kuoperate kwa muda mrefu ikiwahudumia watu wengine. Ni muda anaotumia mtu na Mungu sirini utaamua madhihirisho ya nguvu za Mungu zitakazoonekana hadharani. Maombi ni utamaduni wetu. Tunapaswa kuomba. Biblia imesema imewapasa kumuomba Mungu siku zote. Yesu akasema wala tusikate tamaa. Tunaenda pamoja kanisa la Bwana. Tunaelewana watu wa Mungu. Tukaendelea mbele zaidi. Tukaona namna ambavyo Yesu, mitume, kanisa la kwanza waliukubali utamaduni huo na ukawa sehemu ya maisha yao. Lakini tukaona jambo la tatu kwa habari ya maombi, ya kwamba maombi huwezesha mawasiliano yetu na Mungu na kuimarisha uhusiano wetu naye. Maombi huwezesha mawasiliano yetu na Mungu na kuimarisha uhusiano wetu naye. Tumezungumza hapo habari ya mawasiliano na tumezungumza habari ya mahusiano. Labda nizungumze kidogo ili upate kunielewa. Iko hivi: moja ya kiashiria cha uhai wa mahusiano ni mawasiliano. Watu wote ambao mahusiano yaliingia shida hata ya kawaida, fuatilia kwa umakini. Eneo mojawapo ambalo lilianza kuathirika ni namna ya kuwasiliana. Kuna wakati watu walikuwa wanaweza kuwasiliana mara kadhaa, lakini unakuta siku inaisha hawajawasiliana na mtu aoni kwamba ni shida. Na ngoja nikupe mfano mzuri.
Mara zote mtu aliyeokoka akitenda dhambi ama kuenenda katika njia isiyofaa, moja ya eneo la kwanza ambalo huwa linaathirika ni ujasiri wake wa kupatikana mbele za Mungu kama ilivyokuwa mwanzo. Nafsi inaanza kumuonyesha ya kwamba umekosea. Hali ya mtu ya kupatikana mbele za Mungu inaongea mengi kuhusu maendeleo ya hali yake ya rohoni. Kupitia maombi tunapata muda wa kuzungumza na Mungu, lakini pia tunapata muda wa kuimarisha mahusiano yetu naye. Kwa nini? Maombi yanatoa nafasi ya sisi kumwambia Mungu yaliyo ndani ya mioyo yetu. Alafu neno linatoa nafasi ya sisi kumsikia Mungu juu ya mawazo aliyonayo kuhusu maisha yetu. Na ndiyo maana hauwezi kumtenganisha muombaji na neno. Muombaji mwenye bidii ya kuomba pasipo kujifunza neno la Mungu hana tofauti na mtu anayepiga kelele. Narudia tena. Muombaji mwenye bidii ya kuomba pasipo kukuza uwezo wake wa kujifunza neno na kumsikia Mungu hana tofauti na mtu anayepiga kelele. Tumesema maombi yanatoa nafasi ya sisi kuwasiliana na Mungu, na mawasiliano ni two-way traffic. Tunaongea naye, tunatoa nafasi ya kusikia kutoka kwake. Okay. Tuliangalia hapo maandiko mengi, hatutarudia, ili Bwana atupe nafasi ya kuweza kuendelea mbele zaidi katika maeneo mengine tutakayoendelea nayo katika siku ya leo. Najaribu kufanya summary kama recap ili tuweze kuongea lugha moja. Amen. Bwana asifiwe. Bila shaka tulishia hapo, si ndio? Tulishia hapo, si ndio? Okay. Tukaangalie kweli nyingine ya 4 kwa habari ya maombi. Maombi na mifungo huruhusu udhihirisho wa nguvu za Mungu kuwa halisi kwenye maisha yetu. Maombi na mifungo huruhusu udhihirisho wa nguvu za Mungu kuwa halisi kwenye maisha yetu. Mara baada ya kuwa tumeokoka, moja ya kitu ambacho Yesu alitupa ni mamlaka. Mara baada ya kuwa tumeokoka, moja ya kitu ambacho Yesu ametupa ni mamlaka. Luka 10:19 inasema hivi. Luka 10:19 inasema hivi. Tazama, nimewapa amri ya kukanyaga nyoka na nge na nguvu zote za yule adui, wala hakuna kitu kitakacho wadhuru. Yesu anasema kwa kuwa tumemwamini, tumepewa mamlaka. Tunayo nguvu ya kusema na vitu vikatokea. Tunao uwezo wa kuamuru na mambo yakatokea. Lakini Mkristo aliyepokea mamlaka ya Kristo ndani yake, mamlaka ile ili iwe na nguvu ya kuathiri dunia yake, ni lazima awe na muda wa kupatikana mbele za Mungu sirini. Lazima. Haujafika kwenye hicho kiwango, utakuwa mwepesi sana. Maombi yanaiwezesha nguvu ya Mungu uliyoipokea iweze kuzaa matokeo kwenye maisha yako. Nimeandika hapa nikasema, watu wote tuna sauti, ila sauti zetu hutofautiana nguvu na mamlaka yake kwenye ulimwengu wa roho, kutegemeana na maisha ya maombi, mifungo na uchaji wa Mungu alionao mtu. Watu wote tuna sauti, si ndio? Tuna uwezo wa kusema na kuongea, lakini matamko ya vinywa vyetu huwa yanageuka kuwa mamlaka kwenye ulimwengu wa roho, kutegemeana na uchaji wa Mungu tulionao, kutegemeana na maisha ya maombi na mifungo tulionayo. Njia rahisi ya kuyafanya matamko yako kuwa nguvu ya mamlaka kwenye ulimwengu wako wa roho ili kuzalisha matokeo kwenye ulimwengu wa mwili, moja ni kuwa mchaji wa Mungu. Jambo la pili ni kuwa mtu wa maisha ya maombi na mifungo. Narudia tena, niliwaambia jana, naomba nirudie tena.
hauwezi kupenda usingizi kama unashindana na wafu alafu ukaishi maisha ya ushindi kwenye dunia ya tulio hai. Hauwezi kuwa mvivu na mtu mwenye kupenda usingizi na kuto kutaka kuomba. Utadhani unashindana na wafu waliokufa alafu ukaishi maisha ya ushindi kwenye dunia ya watu tulio hai. Haiwezekani. Haiwezekani wanangu, haiwezekani. Kadiri unavyotumia muda wako na Mungu sirini, unavyokuwa mtu mchaji wa Mungu, ndivyo sauti yako na matamko yako yanapoachilia nguvu ya Mungu yenye kuzalisha matokeo fulani kwenye maisha. Utaona kwenye Mathayo 17 mstari wa 14 mpaka mstari ule wa 21. Mathayo 17 mstari wa 14 mpaka mstari wa 21. Naomba niwaambie watu wa Mungu, kadiri unavyotumia, na sisitiza tena, muda wako na Mungu sirini, ndivyo unavyoruhusu matamko yako kuwa na nguvu ya mamlaka. Maisha yako ya uchaji wa Mungu yanakufanya kwa wewe usiwe mtu wa kawaida. Wakati mwingine huwa nawaambia watu, sio kila wakati tunahitaji kutumia nguvu nyingi kukemea mapepo na kauli kubwa, kwa jina la Yesu toka, ondoka. Ngoja nikwambie, kama hakuna nguvu za Mungu ndani yako, hata kama utapandisha volume mpaka mwisho, hakuna pepo litaondoka. Ishu ya pepo na nguvu za giza kumwachia mtu haina uhusiano na toni kuwa juu au kuwa chini. Ina uhusiano na mamlaka alionayo mtu kwenye ulimwengu wa roho, ambayo ulimwengu wa giza unajua hiyo mamlaka alionayo mtu. Ukitumia sauti ya juu ni jambo zuri, na hata ukitumia low toni bado vile vile shetani ataitika na atamwachia mtu. Kwa hiyo wenye sauti za juu anaondokaga, na mwenye sauti ya chini anaondoka. Ishu ni mamlaka. Tunaenda pamoja Tunaelewana kanisa la Bwana Okay. Tuangalie hapo Bwana Mathayo kwenye Injili kama ilivyoandikwa na Mathayo 17 mstari wa 14 mpaka wa 21. Anatuambia nini huyu Bwana? Anasema hivi: nao walipoufikia mkutano, mtu mmoja akamjia, akampigia magoti akisema, Bwana, umrehemu mwanangu, kwa kuwa ana kifafa na kuteswa vibaya, maana mara nyingi huanguka motoni na mara nyingi majini. Nikamleta kwa wanafunzi wako wasiweze kumponya. Yesu akajibu akasema, enyi kizazi kisichoamini kilichopotoka, nitakaa pamoja nanyi hata lini? Nitachukuliana nanyi hata lini? Mleteni huku kwangu. Yesu akamkemea pepo, naye akamtoka yule kijana, akapona tangu saa ile. Tutulie hapo kabla tujaendelea. Ameleta kijana ambaye ana kifafa. Biblia inasema wanafunzi wa Yesu wakaomba, mambo hayakutokea. Baadaye yule mama anakwenda kuwashitaki kwa bosi wao ya kwamba niliwapa vijana wako wamuombee, lakini hajapona, haikuwezekana. Yesu anawaambia, enyi watu msio na imani, mtaendelea na hali hii mpaka lini? Alafu anawaambia kirahisi tu, mleteni kwangu. Biblia inasema alivyopelekwa kwa Yesu, Yesu akamkemea yule pepo, kifafa kikamwacha. Nataka tuangalie nini kilimfanya Yesu atumie muda mfupi yule mtu akapona, wakati wanafunzi walitumia muda mrefu na hakuna kitu kilitokea. Ngoja tuangalie hapo kidogo nikuoneshe. Ngoja niangalie hapo. Mstari wa 17, mstari wa 19. Biblia inasema hivi: kisha wale wanafunzi wakamwendea Yesu kwa faraga, wakasema, mbona sisi hatukuweza kumtoa? Kila siku wanawaambia, ukiona mtu anaweza ambacho wewe unashindwa, kuna anachojua ambacho wewe haujui. Wakaenda kutafuta kodi. Nini ambacho kimefanya wewe ukaweza, wao wakafanya nini? Wakashindwa. Na mimi napenda sana kwenye maisha mtu ambaye anapenda kujifunza. Yaani ukitaka kuweza vitu vingi kwenye maisha, atazama watu walioweza kwenye jambo unalotaka kuweza, na kubali kuwa mnyenyekevu kujifunza kwao nini kimewawezesha wakaweza. Biblia inasema wakamuuliza, sisi tumetumia muda mrefu, imeshindikana.
Imekuwaje wewe umetumia muda mfupi? Imewezekana? Yesu anakuja na majibu, mstari wa 20. Yesu akawaambia, kwa sababu ya upungufu wa imani yenu, kwa maana amini nawaambia, mkiwa na imani kiasi cha punje ya haradali, mtauambia mlima huu, ondoka hapa uende kule, nao utaondoka, wala halitakuwapo neno lisilowezekana kwenu. Lakini namna hii haitoki ila kwa kusali na kufunga. Yesu akawaambia, kilichowazuia ni vitu vikubwa viwili. Jambo la kwanza ni kiwango kidogo cha imani mlichokuwa nacho, na jambo la pili ni tabia yenu ya kupenda kula na kutokufunga na kutokupatikana mbele za Mungu. Ifike wakati tupunguze kula, tuongeze mifungo. Ifike wakati tupatikane mbele za Mungu, kwa sababu huko ndiko kwenye chanzo cha nguvu yetu ambayo ni Kristo. Kadiri tunavyopatikana mbele za Mungu, ndivyo tunavyozifanya roho zetu kuwa hai na kuwa na nguvu ya kutusaidia kwenye maisha. Na kutokea kwenye andiko hilo tunajifunza jambo jingine ni nini? Kadiri tunavyotumia muda mwingi katika sirini na Mungu, ndivyo tunavyoyafanya mambo tunayotaka yatokee yatumie muda mfupi kuwa halisi kwenye maisha yetu. Narudia tena. Kadiri tunavyotumia muda mwingi na Mungu sirini kuhusu mambo yetu, ndivyo mambo yetu yanavyoweza kufanikiwa na kuwezekana kirahisi sana. Moja ya kazi ya maombi ni kuyafanya mambo yaliyo magumu kuwa mepesi. Kadiri tunavyoomba, tunaruhusu udhihirisho wa nguvu za Mungu kuwa halisi kwenye maisha yetu. Andika jambo hilo chini litakalo kusaidia. Maisha ya maombi na mifungo huzifanya sauti zetu kuwa sauti ya mamlaka. Maisha ya maombi na mifungo huzifanya sauti zetu kuwa sauti za mamlaka. Yaani kadiri unavyojihusisha na maisha ya sirini na Mungu, unafanya matamko yako kuwa na nguvu ya kuleta aina fulani ya matokeo kwenye ulimwengu wa roho. Ukisema uwe mzima, mtu anakuwa mzima. Ukisema na iwe, inatokea. Kwa nini? Ulimwengu wa roho unawatambua watu kwa mamlaka walizonazo. Ndio maana wale wana wa Skewa walipoenda kumwombea yule mtu, yule pepo akawaambia, Yesu tunamjua na Paulo tunamjua, nyie ni akina nani? Wakapigwa kipigo pale. Akawaambia, Yesu tunamjua na Paulo tunamjua, ninyi ni nani? Ngoja nikwambie, kadiri unavyotumia muda mwingi na Mungu sirini, ndivyo unavyopokea ujasiri wa kuamini mambo kuwezekana hadharani. Kadiri unavyotumia muda na Mungu sirini, muda mwingi na Mungu sirini, ndivyo hofu ya kushindwa inavyoondoka ndani yako. Muda na Mungu sirini unahusisha maombi, muda wa Mungu sirini unahusisha kujifunza neno. Kwa hiyo kadiri unavyotumia hayo mambo mawili na Mungu sirini, ndivyo ujasiri unavyoongezeka ndani yako kwa kiwango cha kuamini kila kitu kinawezekana. Angekuwepo Winnie hapa, angewaelezea kilichotokea. Nafikiri ilikuwa ni mwaka jana kama sio mwaka juzi. Mdogo wake mmoja ambaye alikuwa amepelekwa kwenda kusoma kule Arusha, dogo akawa hawezi kuendelea na masomo, yuko kule tumbo limevimba, hawezi kabisa. Nakumbuka wakamleta KSMC hapo, wakitazama hawaoni shida, hakuna tatizo lolote. Wangapi mlikuwepo kwenye ile ibada kati nimekuja nikiwa namuombea? Aha, yes, muamini yule pale alikuwepo. Alipoletwa pale siku hiyo, nikamwambia yule kijana, nisaidie mambo makubwa mawili tu. Jambo la kwanza, umkubali Yesu awe Bwana na Mwokozi wa maisha yako. Nimesema ni marufuku hata mtu akinipigia simu akiwa anataka maombi kumuombea kama hajampokea Yesu. Unataka nikuombee, sharti la kwanza umempokea Yesu. Hujampokea, sawa, mpokee. Hautaki, pita hivi. Ndio. Kwa sababu hata kama tutakuombea na utapona, utafunguliwa, ukirejea maisha ya dhambi na uovu, baada ya muda Biblia inasema tatizo litarudi na litakuwa baya kuliko ilivyokuwa mwanzo. Shetani anarudi akiwa na hasira. Sasa kwa nini tuyaharibu maisha yako? Mwambie umkubali Yesu.
Sema sawa. Nikaambia jambo la pili, hakikisha unakuja kwenye ibada, unakuja kujifunza na kusikia neno, na utaona nikikuombea vitu vinatokea na vinafanyika. Ngoja niwaambie, kuna vifungo haviwezi vikayaachia maisha ya mtu mpaka neno limefungua fahamu zake na moyo wake kabisa. Ndio maana kuna watu wanaombewa na wanaendelea kwenye matatizo yale yale, yanatoka yanarudi, yanatoka yanarudi, kwa sababu moyo na ufahamu wa mtu usipoijua kweli, huyu mtu ataendelea kuwa mtumwa. Biblia inasema mtaifahamu kweli na hiyo kweli itawaweka huru. Kiwango cha uhuru wa mtu kinategemeana kina cha kweli za neno la Mungu alizozifahamu. Kiwango cha uhuru wa mtu hutegemea sana kina cha ufahamu wa kweli za neno la Mungu alizozifahamu mtu. Yule kijana kweli akawa anakuja kwenye zile ibada. Nilipokuja kumuombea akapona. Jana nilikuwa namuuliza, ananiambia yuko shuleni, anaendelea na masomo, shule inaenda vizuri na mambo yote yamekuwa settled kabisa. Amepona mzima na mambo yanaendelea. Naomba nikuongezee jambo jingine ambalo nimelisisitiza hapo juu, ya kwamba maisha ya maombi hufanya sauti za matamko yetu kuwa sauti zenye mamlaka na zenye uwezo wa kuamuru vitu kutokea au kuzuia vitu kutokea. Maombi huzifanya sauti zetu kuwa mamlaka yenye uwezo wa kuamuru vitu kutokea au kuzuia vitu kutokea. Tutaangalia kwenye kitabu kile cha Wafalme wa kwanza 17 na mstari ule wa kwanza. Wafalme wa kwanza 17 na mstari ule wa kwanza. Biblia inasema, basi Elia Mtishibi wa wageni wa Gileadi akamwambia Ahabu, kama Bwana Mungu wa Israeli aishivyo, ambaye ninasimama mbele zake, hakutakuwa na umande wala mvua miaka hii ila kwa neno langu. Elia alikuwa ni mtu wa maisha ya maombi. Karmeli palikuwa ni mahali pake alipokuwa anaenda kuomba na kumtafuta Mungu. Alipoona mambo yanakwenda ndivyo sivyo, siku moja akasema, kwa kuwa mmeamua kuishi kwenye uovu, mmeamua kumwacha Mungu na kuabudu miungu mingine, sikilizeni, ninaenda kusimamisha mvua, haitanyesha isipokuwa kwa neno langu. Mvua haitanyesha isipokuwa kwa neno langu. Na kweli mvua haikunyesha. Ukiendelea kusoma hayo maandiko baadaye, hali ikazidi kuwa ndivyo sivyo. Mfalme akaanza kama kuchanganyikiwa hivi, haelewi taifa litaendaje na nini. Siku moja Elia akamwambia, chukua farasi zako, ondoka urudi ikulu, nasikia sauti ya mvua. Mwamba akaondoka, alafu mwamba akaingia kwenye maombi, akaanza kuomba, anaiamuru na kuiita mvua itokee. Neno lake ambalo lilizuia isinyeshe, kwa mara ya pili neno lake liliamuru ikanyesha tena. Kadiri unavyokuwa mtu wa maisha ya maombi na uchaji wa Mungu, ndivyo unavyokuwa mtu wa kutembea kwenye mamlaka ya Mungu itakayoruhusu kusema vitu na vikafanyika. Tatizo lako, ufahamu wako unadhani kwamba mtu pekee anayeweza kuamuru vitu vikafanyika ni mchungaji peke yake. Mamlaka aliyotupa Mungu ametupa Wakristo wote sawa tulipomwamini Yesu. Ndio maana ni jambo la aibu mtu wa kuanguka na nguvu za giza, alafu unamwambia ngoja nikampigie simu au kumleta mchungaji wangu. Yaani huyo unatakiwa kumalizana naye popote alipo kabla hata hujaniletea. Yesu ni yule yule na anaweza kufanya vile vile kwa kadiri ya nguvu itendayo kazi ndani yetu. Okay. Kweli ngapi tunaenda kwa habari ya maombi ambayo kila Mkristo anapaswa kuifahamu? Ya 5 right? Okay, ya 5. Fifth one. Ya 5. Maombi huruhusu nguvu za Mungu
kuyakamilisha maisha ya watu wake kwenye maeneo ya udhaifu wao kwa kuwawezesha kuwa nakala halisi ya Kristo duniani. Naomba kurudia. Maombi huruhusu nguvu za Mungu kuyakamilisha maisha ya watu wake. Maombi huruhusu nguvu za Mungu kuyakamilisha maisha ya watu wake kwenye maeneo ya udhaifu wao, kwenye maeneo ya udhaifu wao kwa kuwawezesha kuwa nakala halisi ya Kristo duniani. Iko hivi watu wa Mungu, moja ya kitu ambacho Mungu amekusudia tuliomwamini Yesu kuwa ni kuwa nakala halisi za Kristo duniani. Yaani watu wanapotutazama na kutuangalia wakauone uzuri wa Kristo kwenye maisha yetu. Na ili tuweze kuwa watu wa namna hiyo, moja ya kitu ambacho Roho wa Mungu anafanya kila siku ni kushughulika na maeneo ya upungufu wetu ili kutukamilisha tufike katika kimo cha utimilifu wa Kristo. Tunaenda pamoja Sasa kadiri unavyojihusisha na maisha ya maombi, maisha ya sirini, kuwa mtu wa maombi na mtu wa neno na kupatikana mbele za Mungu, ndivyo ambavyo Mungu anavyokukamilisha kwenye maisha yako kwa namna kubwa mbili. Kwa namna kubwa mbili. Namna ya kwanza ni Mungu kujidhihirisha kwako katika viwango vya utakatifu wake vitakavyokuwezesha kuona mapungufu yako. Moja ni Mungu kujidhihirisha kwako katika viwango vya utakatifu wake vitakavyokusaidia kuona upungufu wako. Na jambo la pili ni kwa kukufundisha neno litakalo kuwezesha kuwa namna ile ambayo Mungu anataka uwe kwa msaada wa Roho wake Mtakatifu. Ni kwa kukufundisha neno ambalo litakusaidia kuwa namna ile ambayo Mungu anataka uwe kupitia msaada wa Roho wake Mtakatifu. Naomba nikuoneshe jambo hapa litakalo kusaidia. Andika jambo hili pia litakalo kusaidia. Maombi ni daraja kati ya udhaifu wetu na ukamilifu wetu. Maombi ni daraja kati ya udhaifu wetu na ukamilifu wetu. Watu wa Mungu, jifunzeni jambo hili wanangu. Mliopo kanisani na unisikiliza kwa njia ya redio, kwenye vipindi vyetu, kwenye mitandao mbalimbali ya kijamii, na wale mnaotutazama kwa njia ya TV. Kila wakati tunapokwenda mbele za Mungu, ni vizuri kuwa wawazi kumweleza Mungu maeneo ambayo sisi wenyewe hatuyafurahii kwenye maisha yetu, na tunatamani Mungu atusaidie tuwe kama Kristo kwenye maisha yetu. Wakristo wengi wanapokwenda mbele za Mungu wanajihusisha na maombi yanayohusu mahitaji yao sana, kuliko kumuomba Mungu kuwasaidia kuwa aina ya watu ambao Mungu anataka wawe kwenye maisha yao. Ni vizuri tuwe watu wa kujikagua. Ni vizuri tuwe watu wa kujifanyia tathmini. Tunapogundua tunapelea kama ambavyo neno la Mungu linasema, basi iwe ni nafasi nzuri ya kuwa wazi mbele za Mungu ya kwamba haya ndiyo mapungufu yangu, ninahitaji msaada wako kwa neno lako na kwa Roho wako. Mungu anawapenda watu wenye tabia ya kuweka mioyo yao wazi mbele zake ili kupokea msaada wake. Tujifunze kuwa halisi tunapokwenda mbele za Mungu. Liwe ni ombi lako ya kwamba Bwana, ninajifunza neno mahali popote ambapo sijatimia, mahali popote ambapo nimepelea. Ninajua ninapopatikana mbele zako, wewe unakujaga kwangu katika viwango vya utakatifu wako. Ni rahisi mimi kuyaona mapungufu yangu, lakini pia wewe unaliachilia neno lako lenye kunionyesha mahali nilipopelea na kunipa Roho wako wa kunisaidia kunikamilisha. Ni jambo la msingi sana wanangu. Ni jambo la msingi sana. Tuangalie Luka 22 mstari wa 31 mpaka mstari ule wa 34.
Luka 22 mstari wa 31 mpaka mstari ule wa 34. Biblia inasema, akasema, Simoni, Simoni, tazama shetani amewataka ninyi apate kuwapepeta kama vile ngano, lakini nimekuombea wewe ili imani yako isitindike, nawe utakapoongoka waimarishe ndugu zako. Akamwambia, Bwana, niwapo pamoja nawe, mimi ni tayari kwenda gerezani au hata kifoni. Akasema, nakuambia Petro, jogoo hata wika leo kabla wewe hujanikana mara 3 ya kuwa unijui. Petro alipokuwa anajitazama, alikuwa anajiona ni mtu ambaye anampenda Mungu, ni mtu ambaye hana mapungufu wala madhaifu. Anapoongea na Yesu, Yesu anamwambia, nimekuombea, nimeuona udhaifu ulio ndani yako, ila ili kufix hilo tatizo mimi nimekuombea. Umesikia jambo vizuri eh? Yesu anasema, nimeuona upungufu ndani yako, mimi nimekuombea. Petro anamwambia, Bwana, mimi siwezi nikakusaliti, hata ikitokea vyovyote itakavyokuwa, mimi nitakuwa pamoja na wewe. Mjumbe, tuko pamoja. Biblia inasema, Yesu akamwambia, nimekuombea. Iko hivi, maombi yetu yanapaswa kutupa nafasi ya sisi kuwa wazi mbele za Mungu, kumweleza maeneo ambayo tunahitaji kukamilishwa. Kila mmoja kuna eneo unatakiwa kuwa zaidi ya vile ulivyo, hata kama unahisi uko sawa. Mara nyingi tunakwenda mbele za Mungu tukijaribu kumuonesha ya kwamba kila kitu kiko sawa na tumeridhika na vile tulivyo, lakini hatujafika bado kwenye viwango. Maisha ya wokovu ni hitaji ambalo mtu anatamani kuendelea kuwa bora kila siku mpaka siku anaondoka juu ya uso wa nchi. Kabisa. Ni kweli tunaishi kwenye maisha ya utakatifu, ndio. Lakini kila siku nikienda mbele za Bwana, namwambia Mungu, nisaidie. Ikiapokuwa natembea katika neno lako, naishi sawa sawa na maagizo yako, bado shauku yangu mimi ni kuwa zaidi ya vile nilivyo. Njia rahisi ya kufa mapema na kuiacha imani ni kudhani kwamba umetosha na kukamilika kwenye kila eneo. Njia rahisi ya kufa mapema kiroho na kuiacha imani ni kufikiri kwamba umekamilika kwenye kila eneo. Petro ni mfano wa Wakristo wengi sana ambao wanapozungumza na Yesu wakienda mbele zake, wanajitahidi kuonesha ya kwamba hakuna mahali wanahitaji msaada wa Mungu isipokuwa kwenye mahitaji walio nayo kwenye maisha yao. Ngoja nikwambie, kiwango cha hali yako ya rohoni kitaamua watakaoyafanya Mungu kwenye maisha yako ya mwilini. Kabisa. Ubora wa hali yako rohoni utaamua mambo atakayoyafanya Mungu kwenye maisha yako ya mwilini. Paulo anamwambiaje Gayo? Kwa Gayo mpenzi, naomba ufanikiwe katika mambo yote na kuwa na afya yako kama vile roho yako ifanikiwavyo. Mafanikio ya kweli ya Mkristo ni kuwa sawa kwenye hali yake ya rohoni kwa kuishi sawa sawa na neno la Mungu na kutembea katika viwango vya utakatifu wake. Ni lazima tufike hapo. Ni lazima tubaki hapo. Ni lazima tudumu hapo. Tunaenda pamoja, kanisa zuri la Kristo. Bwana asifiwe. Unapowaona watu katika madhaifu na mapungufu walio nayo, ni vizuri kuwaombea. Ni vizuri kuwataja mbele za Mungu. Mara nyingi tumekuwa ni watu ambao tunawasema watu katika madhaifu yao, lakini hatutumii muda kukaa magotini ili kuwaombea na kuwataja mbele za Bwana. Yesu aliuona udhaifu wa Petro, lakini aliamua kuukabili kupitia nini? Maombi. Ni jambo zuri kumweleza mtu juu ya mapungufu aliyo nayo, lakini ni jambo la muhimu zaidi kumtaja kwenye maombi yako unapoomba. Na bahati mbaya nikwambie tu, sehemu kubwa ya watu wanaokuambia wanakuombea hawakuombei. Maana neno tunakuombea limekuwa ni kama staili fulani hivi ya kumfariji mtu tu. Ukimwambia mtu ninakuombea, kweli kwenye maombi yako ukaombe. Sasa sio unasema ninakuombea wakati hata wewe mwenyewe mbele za Bwana haupatikani. Ukimwambia mtu ninakuombea au nitakuombea, hakikisha kweli wewe unaombaga. Tunaelewana watu wa Mungu eh? Yes.
Okay, naomba tuendelee mbele tena kidogo. Wafilipi 3 na mstari wa 12. Wafilipi 3:12 Biblia inasema, si kwamba nimekwisha kufika au nimekwisha kuwa mkamilifu, la, bali nakaza mwendo ili nipate kulishika lile ambalo kwa ajili yake nimeshikwa na Kristo Yesu. Mtume Paulo analiambia kanisa la Filipi ya kwamba sidhani kama nimekwisha kufika, bado natamani kuwa zaidi, natamani kufika katika vile viwango vya utimilifu wa Kristo. Unajua utimilifu wetu ni Kristo Kwa hiyo anasema ni shauku yangu, ninatamani. Kuna wakati ifike wakati unaenda mbele za Mungu kwenye maombi yako sirini, hauna hitaji jingine lolote, unamwambia Mungu, katika hili ninatamani kuwa yule ambaye umesema kwenye neno lako nataka kuwa. Nataka kuwa mtu wa upendo, nataka kuwa mtu mchaji wa Mungu, nataka kuwa mtoaji, nataka kuwa mtu wa maombi. Mungu anafurahishwa anapopata watu wanaokwenda mbele zake wakiwa wanaomba kwa shauku ya kutaka kuwa wale ambao wanataka wawe. Sasa wengi siku hizi kila mtu akienda na shida zake na matatizo yake, maisha yamempiga na kumchapa kule nje, hayo ndio mambo ambayo kila siku anaendaga nayo mbele za Mungu. Ifike wakati utu wako wa ndani uwe ni sehemu ya maombi yako kwenye prayer points zako, ya kwamba Mungu, shughulika na hali yangu ya ndani hata nifike kwenye kimo cha utimilifu wa Kristo. Tunaelewana watu wazuri wa Mungu? Tunaenda pamoja Okay. Kweli ngapi kwa habari ya maombi? Ya 6 Ya 6. Kweli ya 6 kwa habari ya maombi ni hii: maombi huchochea kuzaliwa kwa matokeo tunayotamani kuyapata kwenye maisha yetu na kutuwezesha kuishi maisha ya ushindi. Maombi huchochea kuzaliwa kwa matokeo tunayotamani kuyapata kwenye maisha yetu na kutuwezesha kuishi maisha ya ushindi. Maombi huchochea kuzaliwa kwa matokeo tunayotamani kuyapata au kuwa nayo kwenye maisha yetu na kuishi maisha ya ushindi. Utaona hapo kwenye Wafalme wa kwanza 18 mstari wa kwanza na mstari wa 41 mpaka mstari ule wa 46. Wafalme wa kwanza 18 mstari wa kwanza na mstari wa 41 mpaka mstari wa 46. Biblia inaeleza Elia alipokwenda kumwambia mfalme Ahabu, akamwambia, chukua farasi zako na magari yako urejee, maana nasikia sauti ya mvua tele. Aliposema yale maneno, hata wingu lilikuwa bado halijaanza kuonekana. Hapakuwa na ishara ya wingu kwa wakati ule, lakini alimwambia akiamini ya kwamba maombi yana uwezo wa kuzalisha matokeo ambayo mtu anataka kuyaona kwenye maisha yake. Na naomba nikuongezee jambo jingine litakalo kusaidia. Unapochagua kuwa mtu wa maombi, umechagua kuwa mtu wa imani. Na unapochagua kuwa mtu wa imani, hautakiwi kutumia milango yako 5 ya fahamu kumtazamia Mungu kwenye mambo yako. Narudia tena. Unapokuwa mtu wa maombi, umechagua kuwa mtu wa imani. Na unapokuwa mtu wa imani, hautakiwi kutegemea milango yako 5 ya fahamu ili kupima uaminifu na uwezo wa Mungu katika kuyafanya mambo kwenye maisha yako. Ndio maana ukiona akisha kusema, Biblia inasema Elia akaingia kwenye maombi. Mara ya kwanza akamtuma kijana aende akaangalie. Alipokwenda kuona, akamwambia hamna kitu. Akamwambia, sasa sikiliza, mimi nitabaki kwenye maombi, wewe utakwenda mara 7. Elia akaanza kuomba, anaatamia alichokisema ya kwamba nasikia sauti ya mvua tele. Alafu baadaye yule mtu anakuja anamwambia, ninaona wingu kama mkono. Ninaona wingu kama mkono. Ifike wakati tuwe ni Wakristo ambao tutakuwa na maneno machache na tutakuwa na nguvu nyingi ya kukaa mbele za Mungu, ili yale tunayokiri na kusema katika midomo yetu, Mungu apate kuyazaa na kuyafanya kuwa halisi kwenye maisha yetu. Unajua, watu huwa wanaamini uwezo wa Mungu uliye naye sio kwa wingi wa maneno yetu, ila kwa madhihirisho ya mambo ambayo Mungu anafanya kwenye maisha yetu. Paulo anasema, injili yangu haikuwa ya maneno matupu,
bali ilikuwa ni ya udhihirisho wa nguvu za Mungu. Watu wasipoweza kuamini maneno yetu, wakaamini yale ambayo Mungu atayafanya kwenye utumishi wetu. Yesu akasema, ikiwa mniamini mimi, ziaminini kazi. Acha kazi ziongee. Acha aliyoyafanya Mungu yaseme. Maneno yetu na yawe machache, ila tupatikane sirini kwa kiwango ambacho watu wataona ya kwamba Mungu wetu ni Mungu mwenye uweza, ni Mungu mwenye nguvu. Elia akasema, nenda, nasikia sauti ya mvua tele. Alikuwa anaisikia kwenye ulimwengu wa roho. Na Biblia inasema tumebarikiwa kwa baraka zote za rohoni. Sasa kutoka rohoni zinatakiwa zizaliwe mwilini. Hapo ndipo kipengele cha maombi na Roho Mtakatifu na neno kinahitajika. Wote tumebarikiwa kwa baraka zote katika Kristo Yesu rohoni, ili zizaliwe mwilini, ziwe halisi. Mungu ameweka kanuni na taratibu. Ukisoma hayo maandiko vizuri, Elia akaendelea kuomba na baadaye mvua ikanyesha. Aliyatamia aliyoyaona rohoni kwa njia ya maombi, ili apate kuzaliwa na kuwa halisi kwenye maisha ya mwilini. Tumekuwa na kanuni ambayo Wakristo wengi wanajidanganya nayo. Wamekuja na kanuni moja hivi, philosophy moja wanaita push. Anakuambia pray until something happen. No. Sisi tunatumia kanuni moja inaitwa PA. Pray always. Omba kila siku. Yametokea tutaomba, hayajatokea tutaendelea kuomba. Kwa sababu tukiendelea kuomba tuna uhakika yatatokea. Lakini tukitembea na push, pray until something happen, Mungu atakapofanya hatutaomba tena. Maombi ni maisha yetu, ni mfumo wetu, ni utaratibu wetu kwenye ufalme wa Mungu. Naomba nisisitize tena kwa uchungu na msisitizo mkubwa, wanangu. Bidii yetu ya kuomba haipaswi kuamuliwa na matatizo, changamoto na shida zinazojitokeza kwenye maisha yetu. Bidii yetu ya maombi inapaswa kuhimizwa na upendo tulio nao kwa Mungu wetu na uhusiano wetu naye. Iwe zipo ama hazipo, kuwe kuna shida ama kuna amani, Mungu atuone tukiwa tunapatikana mbele zake. Tunaenda pamoja watu wa Mungu Tunaenda pamoja watu wa Mungu Okay. Utaona pia, utaandika hapo, hatutasoma, ni andiko refu kidogo, nataka tuendelee mbele kidogo ili tumalize. Wafalme wa kwanza 18. Andika kitabu cha Wafalme wa kwanza 18. Wafalme wa kwanza 18 mstari wa 20 mpaka wa 24. Wafalme wa kwanza 18 mstari wa 20 mpaka 24, mstari wa 28 mpaka 30, mstari wa 28 mpaka 30 na mstari wa 36 mpaka 39. Wafalme wa kwanza 18 20 mpaka 24, 28 mpaka 30 na 36 mpaka 39. Elia na manabii wa Baali wakaanza kushindana. Wakasema, Elia akamwambia isiwe shida, ili ajulikane Mungu ni yupi, ni yule atakayejibu. Aya akawaambia, anzeni fanyeni ibada kwa Mungu wenu, muombeni kwa namna ile mnayojua mkiombaga uwaga anafanya. Alafu mkimaliza, na mimi nitamuomba Mungu wangu kwa namna ile ambayo uwaga namuombaga. Alafu yule atakayeachilia matokeo, huyo ndiye Mungu wa kweli. Ngoja nikwambie, wale watu hawakuwa wajinga kumwamini Baali, mpaka wakamwambia Elia ya kwamba maneno haya unayoyasema ni mazuri na tufanye hivyo. Ni dhahiri kuna wakati waliomba Mungu wao, walifanya. Kuna wakati walimtafuta kwenye mahitaji yao, miungu yao iliwajibu, ikawajengea ujasiri wa ndani. Elia akamwambia, sio shida, mimi namjua Mungu wangu, ya kwamba ijapokuwa kuna miungu mingi na inaweza kufanya vitu kwa watu wao, lakini Mungu wangu ndiye Mungu mkuu, na anapotokea miungu yote lazima iiname mbele zake. Biblia inasema, na kila goti litapigwa na kukiri ya kwamba Yesu ni Bwana. Mungu alipotokea, Dagoni aliinama chini. Mungu wa mbinguni alipotaka kutokea, Baali aliyekuwa anawajibu watu wake alinyamazishwa kimya. Hawezi akatokea Mungu wetu mbele za miungu mingine.
alafu miungu mingine ikaachiliwa kufurukuta kwenye namna iliyozoea, ni marufuku. Yesu hawezi akatokea mahali alafu pepo na nguvu za giza zikaendelea kujitukuza. Haiwezekani. Hamna hiyo kitu. Biblia inasema hivi, walipoendelea wale watu wakajichanja, wakaomba, wakafanya namna zote. Zile namna hazikuwa bure, walikuwaga wanafanya na matokeo yanafanya nini? Yanaonekana. Mungu akasema, leo nitamnyamazisha Baali kwa watu wake, ili watu wajue ya kwamba Jehova ndiye Mungu wa kweli. Biblia inasema walipomaliza, Elia akawaambia, inawezekana amelala, inawezekana yuko kidogo bize na mambo mengine. Utafuteni namna nyingine mnayofikiri huwa akiwa amelala anaweza akaamshwa amke. Waliposhindwa, Elia akasema, sasa nipisheni. Akatengeneza madhabahu, akamuomba Mungu, na alipoomba moto ukashuka, ukalamba mawe, ukalamba sadaka, ukalamba na kila kilichokuwa pale. Watu wote wakainama, wakasema, Bwana ndiye Mungu, Bwana ndiye Mungu. Nini kilifanya Elia kupata matokeo kirahisi? Elia alikuwa ni mtu mchaji wa Mungu, lakini Elia alikuwa ni mtu wa maisha ya maombi. Maombi huwa yanachochea na kuachilia matokeo yapate kuzaliwa na kutokea kwenye maisha ya mtu. Na ngoja nikwambie jambo jingine litakalo kusaidia. Yes, Roho Mtakatifu amenikumbusha kitu. Kila maombi unayoomba yanaachilia badiliko fulani kwenye ulimwengu wa roho, ambalo baada ya muda litakuwa halisi kwenye ulimwengu wa mwili. Kila maombi tunayoomba huwa yanaachilia badiliko fulani kwenye ulimwengu wa roho, ambalo badiliko hilo muda sio mrefu litaonekana na kuwa dhahiri kwenye ulimwengu wa mwili. Wakati mwingine unaweza ukawa unaomba, ukawa unahisi ni kama unapoteza, ni kama unapiga hewa. Tukitaka kuuangusha ukuta, tutapiga nyundo moja, ukuta utaonekana ni kama bado umefanya nini? Umesimama. Lakini kimsingi kuna namna ukuta umeshaanza kulegea. Si ndio? Ndivyo ilivyo katika maombi. Tunapoomba kuna vitu vinaanza kutokea. Mimi niliwapenda sana Paulo na Sila walipokuwa gerezani. Unajua, kwenye maisha haya utachagua wewe kusuka au kunyoa, kuomba au kulala. Nimekwambia, narudia tena kwa msisitizo, hauwezi ukapenda usingizi na kutokupenda kuomba kama unashindana na wafu na ukaishi maisha ya ushindi kwenye dunia ya tulio hai. Biblia inasema hivi, Petro pamoja na Paulo na Sila waliwahi kupitia kwenye changamoto ya aina moja. Paulo na Sila walipofungwa gerezani, usiku wa manane waliamua kuendelea kuomba. Inaonekana maombi yalikuwa maisha yao. Fikiria, wametoka kupigwa mijeledi, wametoka kuumizwa mioyo, wametoka kudhalilishwa mbele, wakatiwa gerezani, lakini wakasema, maisha yetu, maombi ni maisha yetu, ni utamaduni wetu, hayatazuiliwa na chochote. Wametuumiza mwili, wametuumiza moyo kwa kutudhalilisha na kutuvua nguo hadharani, lakini mbele za Mungu wetu tutapatikana. Biblia inasema wakaamua kuomba. Soma maandiko yako vizuri kwenye Matendo. Walikuwa wametoka kupigwa na kudhalilishwa hadharani. Wewe unadhani kutupa uchi, kuwekwa mbele za watu, wamekuvua nguo mchezo, wewe mtu mzima unashika vibao kama mtoto? Inaleta hata matatizo kwenye afya ya akili kwa haraka, unaelewa? Yaani kuna picha fulani hivi utakuwa unawaza, yani wamenionaje yani? Kuna namna, unanielewa? Ni psychological torture kabisa. Biblia inasema nini? Biblia inasema wakaamua kuomba. Petro alipofungwa gerezani akaamua kulala. Ana bahati, kanisa lilijiongeza likaamua kuomba kwa ajili yake. Biblia inasema Paulo na Sila walipokuwa wanaomba gerezani, mara wakashangaa malango ya gereza yanatikisika, misingi ya gereza inaanza kutikisika, mambo yanaanza kutokea.
vitu vinaanza kufanyika. Ndivyo ilivyo wanangu, kadiri tunavyoendelea kuomba, watu washangaa umemaliza chuo umepata kazi, hawajakaa vizuri wanashangaa umechumbiwa umeolewa, haujakaa vizuri wanashangaa umezaa watoto, haujakaa vizuri wanashangaa umepata scholarship, haujakaa vizuri wanashangaa Mungu anakubariki na kukuinua. Wanadhani ni vitu ambavyo vinatokea tu, kumbe ni matokeo ya maombi na muda wetu na Mungu sirini. Yeyote anayelipa muda na Mungu sirini ana uhakika wa kupokea mema kutoka kwa Mungu hadharani. Na bahati nzuri, naomba uandike jambo litakusaidia. Yeyote anayelipa muda na Mungu sirini, gharama ya muda na Mungu sirini, ana uhakika wa kupokea mema kutoka kwa Mungu hadharani. Na bahati nzuri ni kwamba Mungu unamuomba sirini, lakini anapokujibu waga anatujibu hadharani. Kila mmoja anafanya nini? Anaona. Yaani huo ndio uzuri ninachompendea Mungu wetu. Utamuomba sirini ukiwa mwenyewe unaliitia jina lake, ila akianza kuachilia matokeo kwenye maisha yako, kila mmoja ataona. Na naomba niwape angalizo watu wa Mungu. Kila wakati Mungu anapoyafanikisha maisha yako, watu wanapoona na kukushangilia, usiache kuwaambia ya kwamba wanayoyaona kwenye maisha yako ni mkono wa Mungu uliokusaidia kwenye maisha yako. Usibebe utukufu wa Mungu wa kunyamaza kimya. Usitake kuwaaminisha watu ya kwamba ni nguvu zako na akili zako zimekufikisha. Waoneshe na uwaeleze wazi ya kwamba vile nilivyo mimi ni matokeo ya mkono wa Mungu na msaada wa Kristo kwenye maisha yangu. Naomba tusimame.